Walionyonya ziwa moja, hata kama hawana undugu wa nasabu, wana undugu wa kunyonya, unaitwa undugu wa kunyonya. Undugu wa kunyonya unaharamisha yale yanayoharamishwa na undugu wa nasabu, ila hauhalalishi, unaharamisha. Ungekuwa unahalalisha baadhi ya vitu ndio ungehalalisha na mirathi, lakini wenyewe umesimama katika kuharamisha. Kama ilivyokuwa ni haramu kumuoa dada yako mliozaliwa pamoja, ni haramu kumuoa dada ambaye mmekutana katika ziwa moja, hamna nasabu kabisa, lakini mliwahi kunyonyeshwa na mama mmoja. Sawa sawa, ni mama yake au mama yako, au wala sio mama yenu, mwanamke mwingine tukawanyonyesha nyinyi wawili. Mwanamke namna hiyo ni haramu kumuoa. Huyu ni dada yako wa kunyonya, lakini hakurithi wala kumrithi, si katika warithi kabisa, hawa hawarithiani. Achilia mbali labda ndugu wengine, huyu bwana yawezekana amesilimu yeye na binti yake akamfuata kusilimu, na dada yake akamfuata kusilimu, ndugu wengine wote wakabaki upande huo. Kwa hiyo warithi hapo ni wawili tu. Kaka wapo, dada wapo, lakini waliomfuata katika kusilimu ni watu hawa wawili, binti yake na dada yake, ndio warithi pekee. Wale wengine nao walikuwa na sifa ya kuwa ni warithi, lakini dini imewazuia. Kigezo cha dini kile kimekuwa ni kizuizi, hawezi kurithi. Najua walikuwa wanapata taabu, huyo mtu wa namna gani mpaka kaacha watu wawili tu. Maana yake wenye vigezo vya kurithi, nafikiri imefahamika shehe. Swala la shehe pale, ndoa haikukidhi vigezo vya kisheria kwa namna alivyouliza swala lake pale. Mfano, walii wa mwanamke wakati wa kuolewa alikuwa sio mtu sahihi. Labda tuanze tutafute hapa walii kuwa sahihi ni nani? Walii ni nani? Walii wa mwanamke katika ndoa ni baba mkubwa au baba mdogo, maana ni amu, babu, kaka na mtoto. Mtoto mwanamke, kama mwanamke anaolewa kwa mara nyingine tena na mtoto mkubwa wa kiume, anaweza kumsimamia mama yake, ndio inakuwa ni sahihi. Ndio. Mtoto anamwezesha mama yake. Ni aswa, ni wali. Hata mtoto anakuwa wali. Wanapokosekana hawa waliotajwa, nani anakuwa wali wa mwanamke? Nani anakuwa wali? Wanapokosekana hawa, wali anakuwa ni kiongozi wa Kiislamu katika eneo husika. Huo ni kadhi, lakini wakati mwingine kadhi anashusha ile mamlaka yake kwa watu wengine. Inawezekana wilayani usiwakute makadhi, mikoani toka wakuta makadhi. Sasa si ndoa zote lazima zije mkoani, na hata hii mikoani sasa makadhi haina muda mrefu sana. Kabla hapo kulikuwa hakuna makadhi, alikuwepo yupo chief kadhi, naye halina muda mrefu. Taratibu zilikuwaje? Maana ni viongozi wa dini. Imamu pia vile vile anaweza kuwa wali wa mwanamke. Lakini ipo rai ambayo inasema kwamba Muislamu yeyote yule anaweza kuwa wali wa mwanamke yeyote yule, kwa ile hoja kwamba innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Afimu mpaka hapo tumeelewana. Tunatafuta wali ni nani? Kwa maana hiyo, kama kulifanyika makosa hayo, wali alikuwepo, wali sahihi, afu ndoa ikafungishwa na mtu ambaye hakupaswa kuwa wali, ndio hapo ndoa inaweza kuwa batili. Lakini wali mwenye vigezo hayupo, maana yake ni imamu, na Muislamu yote anaweza kuwa wali wa huyo mwanamke. Hata mjomba si mwanaume na ni Muislamu, ni kigezo tu wa Muislamu, anaweza kuwa wali kama wenyewe husika hawapo. Nafikiri imefahamika. Ndio maana hata swali lako kwanza inaonyesha kwanza kuna mazingira ya sintofahamu, hawakuelewa kwamba huyu hafai kuwa wali, akasimamia akafungisha ndoa. Baadaye sasa wakishapata na watoto, yule mfariki, ndio kuja kugundua kwamba yule wali hakuwa wali anayestahili. Watoto inakuwaje? Watoto ni wa kwao na ni warithi waliopo sasa hivi, au ndio nani? Lakini haya ya kuruhusu kuoa ahlul kitabi ipo, imesimama. Je, wapo mpaka sasa hivi ndio akina nani? Hiyo ni maudhui nyingine kabisa, mjadala wake ni mrefu. Nafikiri imeleka.
Zipo kauli ambazo zinasema, moja kati ya kauli inasema ahlul kitabu ni wale ambao walikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nasabu yao ikaendelea mpaka sasa hivi, na sio mtu wa kuingia baadaye. Yaani ukisema tu hivyo, hao unaodhania ahlul kitabu kwa kwetu sio ahlul kitabi. Wa misionari wamekuja na huo Kristo katika nchi ya Tanzania 1800, mwaka 1800. Kwa hiyo sio hao, kwa kauli hii sio hao kabisa. Kidogo mtatu umepungua. Na unaweza kudhani kwamba ahlul kitabi hata ukitoka sasa hivi unakutana naye huyo hapo nje. Tofauti na wengi wao ndoa ni mume mmoja mke mmoja tu, hawana ndoa ya wake zaidi ya mmoja. Na baadhi ya madhehebu wale viongozi wa dini hata hawaoi kabisa. Kuna watawa kule, kuna watu hawaoi, kuna watu hawaolewi. Kwa hiyo taratibu zao ni tofauti na ndoa za Kiislamu. Nikafikiri mwelekeo wa swali lako kwamba ahlul kitabu na watu wengine hata wasiokuwa na dini wameoana, ndoa zao zinatazamwa vipi katika Uislamu? Ndoa zao sheria ya Kiislamu inasema kama ni ndoa sahihi. Wameoana wenyewe ahlul kitabu kwa taratibu zao, Uislamu unahesabia ni ndoa sahihi, wala si wazinifu. Hata ndoa za kimila Uislamu tazama zile ndoa kama ni ndoa sahihi, kwa ushahidi ya kwamba ikitokea wakasilimu wote wala hafungishi tena ndoa upya. Ndoa yao ile inaendelea, iwe ya ahlul kitab au iwe ya kimila. Watu walioana kwa ndoa ya kimila, sio Waislamu, mkawalingania mume na mke wakasilimu, wanafungishwa tena ndoa upya? Hawafungishwi. Kwa nini hawafungishwi? Manake ile inazingatiwa kuwa ni ndoa, wala tuhesabi kwamba ni wazinifu. Vitu vya kupungua, kishakuwa unaamua ahlul kitab, maana yake sasa wali wake labda kama ni Muislamu, lakini kama si Muislamu maana yake atakuwa ni kiongozi, ndio niseme ni kiongozi wa Kiislamu katika eneo husika, ndio atakuwa wali wake. Mabadiliko yatakuwepo hapo. Ukishakuwa na muoa ahlul kitab maana yake wali wake atakuwa ni kiongozi wa Kiislamu. Mabadiliko yapo hapo. Lakini mambo mengine ni kama kawaida. Mahari atapata mahari yake. Ni ruhusa, lakini pamoja na ruhusa wanazuoni wanasema si vizuri sana kwa ahlul kitab au wengine wa Waislamu wataolewa na nani. Lakini wakati mwingine mtu anaoa ahlul kitab alafu mwanamke anazidi sauti. Na umetahadharisha kabisa, ikishafikia hatua hiyo ni bora kuachana ahlul kitab, wewe binti wa Kiislamu. Na tunafahamu wengi tupo katika ndoa, unaweza kujikuta katika baadhi ya masuala mwanamke ana sauti kuliko hata wewe. Sasa huyo ndo anakwenda kulea watoto wako. Kabaki katika dini yake na misingi yake, halafu ndio mlezi mkubwa wa watoto na muda mwingi yupo nao. Wewe kwa majukumu yako ya utafutaji, muda mwingi upo na watoto. Unatoka sana. Unatoka watoto wamelala, unarudi wamelala. Yeye umemwachia watoto kutwa nzima. Kwa hiyo kuna vitu wanazuoni wametahadharisha. Hiyo ni ruhusa ipo, lakini si vizuri.